tukalala hiyo siku. Jamani, kesho yake asubuhi mwanangu hanaga ile kawaida, siku amka amegarambuka amefanya nini? Dokta akawa anajua kushusha chini. Akawa analilia umshushe chini. Umshushe chini kwa mara yangu ya kwanza. Asante. Kama nilivyosema na naitwa Jani. Na kabla ya mwisho Dodi Mama. Karibu sana. Asante. Ulikuwa na changamoto gani wewe? Mimi mwanangu, nianze kwanza kwa upande wa mke wangu. Mbeni kwa Bila upande naye. Wangu mimi nilimsaidia akiwa mzima tu afya. Sawa. Alipofikisha miezi minne akawa analia sana usiku. Usiku muda kwa kuanzia saa 6 hadi saa 11. Okay. Kaenda akaendelea kunyonyea. Ulienda labda hospitali? Hospitali wakakwambiaje? Wakipima hamna shida. Siku moja akabebwa na mama mmoja ilikuwa asubuhi. Huyo mama ndio alimbeba? Ilikuwa asubuhi akaniambia, "Mbona mwanao mimi ni mweusi?" Nikashtuka, "Mweusi vipi?" Ngoja mwangalia. Nilipomwangalia mwanangu, mimi mweusi kwanza ndani kabisa kama vile amepaka nini mkaa. Mweusi. Nikasemaje, kwa sababu wao wanapika vitunguu, wanasema sababu wanapenda sana kwa na watu. Sasa walimisha nini watoto. Nikapotezea. Kila mtu alikuwa pale. Sikuwa nasumbua. Anasumbua. Kama wiki moja nikasemaje, ngoja niwe na mtoto wangu tu, niwe na mbele yeye simpe. Nikawa kwa na mbele. Ndani ya siku moja mimi mwenyewe najionea. Bora tena ile hali elimu kwa mweusi. Kwa mweusi. Ananyonyonya. Sema, kwa ni shida nini? Tabidi niende hapo. Hospitali Kimara pale. Sababu nilikuwa nakaa kwa pale. Nilikwenda Kimara pale. Nikaenda kuelezea mtu alikuwa anapata hajaanza kula. Nikaenda kuelezea na daktari. Akaniambia kana nakula. Hamna hali. Shida ni nini? Kanisa ndio nikuja je? Nisaidie. Akanisikilizia kwa daktari mwingine kwa daktari watoto. Kwenda kwa daktari watoto. Akaniambiaje? Mbona sielewi ugonjwa gani huu? Yaani mtoto kulivu unakuwa tu mweusi. Nenda wapi? Mwananyamala. Sasa mambo yasema. Ikabidi nipite kwanza kuna kanisa fulani sio nitaja. Sio nitaja. Ukaenda hadi kanisani. Nikaenda hadi kanisani. Ili wakusaidie. Kubwa, kanisa kubwa ndio. Kubwa tu, kubwa sana, kama kubwa sana. Alitaje tu. Hamna shida. Ni kanisa gani? Ningenda kwa kanisa. Okay. Nimeenda kwa kanisa pale. Nilikwenda kununua maji, na mafuta. Wakamwombea. Wakamwombea pale. Walipomwombea alipata nafuu? Hamna. Nikatoka, nikaenda nyumbani, nikakaa kama siku 3 hivi, baadaye akaanza kujisaidia maji ya kijani. Saidia maji ya kijani. Kwani yale mafuta au yale maji uliochukua pale kwa kuani ulimnywesha? Nilimnywesha. Nikamnywesha pale, baadaye akaanza kujisaidia maji ya kijani. Lakini ile hali ambayo alikuwa nayo haikuisha. Haikuisha. Mtoto akaendelea na kulia kama kawaida. Ikabidi mimi nihame kwenye hiyo. Hiyo nyumba ulikuwa umepanga? Okay. Natoka pale. Toka pale bila sehemu. Yaani hali kani ana anza kuhangaika sasa. Unajua unamuelezea. Basi kuna mtu akaniambia mara mmoja hivi upande huko Mbagala. Kaenda huko pale. Kwanza baada ya yote pale akawa anatoka na kwenye maziwa. Okay. Anatoka na dawa. Baadaye hali yenyewe kwenda kwa mtaa kuona si chezewa sana
upande sio wa babake nini, kwa sababu babake mtu alishamba. Nilikuwa naangalia tu. Sana mahakamani wa. Basi nikaa nimetoa huyo mtaalamu. Huyo mtaalamu akusaidie. Kama madawa nini ya kunywesha, hamna. Akaniambia kwa wewe ni kwa niaba yake mtoto. Nilikuwa shenge machari mimi. Kweli alinunua machari mkononi wapi? Haya hapa. Hizi hapa. Mtaalamu mbona chala anachanja kubwa sana. Pole sana. Kesi hii jini la ulinzi ilikuwa siri wakiwa wanamchezea mtoto. Ndio na sio mtoto. Basi sikuona umetokea. Mtoto mwenyewe tu. Yaani ukimweka kwa wenzie mfano kama labda kucheza. Hamna. Acheze. Yaani anakaa tu hivi. Anakaa tu. Pole. Basi. Unaona? Yaani ukimweka hivi. Yaani ulipomweka anakaa hivyo. Achezi wala changamke tu kama watoto wengine. Unavyoona wenzao wanachangamka hivi. Au ukimweka hata ile ndani kwamba asumbuke. Yaani ukimweka wewe ndio hapo. Yaani hapo. Atamnyonyea tu. Mwanangu nuru kuzidi kuishi. Si. Nitaendelea tena kuja kwenye makanisa. Nenda kwenye kanisa hivi. Kwa hiyo wewe ulikuwa unazunguka kwenye makanisa ukajua unapata msaada. Ikabidi sasa ni kweli nichoka. Yaani bwana kama kabisa. Sisi nilikuwa naongea na mwanangu peke yangu atakwenda. Mwanangu kwa nini usikumsikia? Mbona tutembei? Yaani wale watoto wenzio wale waliozaliwa rika moja. Yaani kadi nimekuja nayo nikiishi kabisa sababu nilikuwa ngapi na 24 yani watembezi wakubwa. Hata wale wadogo zake wale wa nyuma wale ambao wamenaniliwa wamezaliwa sika huko. Toni. Unaona msemwa naye matembezi kando kama ukiangalia ni umri wa kutembea. Ndio. Nikabaki na mwenyewe kama yote. Yaani mjanga majanga. Sasa siku moja jirani, mimi sina simu. Hauna simu? Jirani sasa akawa anaangalia. Sasa kwa anaangalia. Ndio wewe sasa akaona nini yako hiyo post clip ile ya kana nini? Kana kitunguu saumu. Nikamwambia naomba, yaani kama vile simu yaani nikasukuma. Naomba hiyo nani? Naomba hiyo simu yako mara moja. Utanipa hela kama unanitumia. Anani mzaani mimi kusukuma. Nisijali nitakupa. Nikaangalia, unaelezea kwamba mtu kama anauchi. Wewe kama una tatizo lolote. Ukiloweka kitunguu saumu na mkaa. Ifanye hivi zime. Ukinywa au ukioga unatoka. Sikupoteza muda. Siku hiyo dokta. Ilikuwa siku ni saa ngapi? Ile ilikuwa ni asubuhi. Kwa hiyo ulichukua mkaa na kitunguu saumu. Nenda kununua kama 5. Nenda kununua. Nikaja nikaloweka kwenye glasi. Nikatia na mkaa. Hapo nikachukua na ile maji tena maji ya paka nayo gaga yeye. Kwa beseni. Nikaloweka. Tia hivyo hivyo kwenye glasi. Nasema kwa imani. Kama mbona nimeonea imani. Ndio. Mimi siamini sana wananilii. Waganga. Kaka kama imani kabisa nimejia kwa huyu kaka. Dokta. Kufika jioni. Mwanangu nikamisha maji. Na mimi nikapata nikakunywa mimi nikasikia mwili kama unashwa. Na mwanangu akaa kama anakunja hivi. Kwa sababu nilisema kwamba kama kuna kitu kibaya, tuona kitu fulani. Nikaisi hapa kuna kitu. Sawa. Alipomaliza kunywa pale, akamogesha ile maji. Mogesha ile maji anarukaruka huko. Yaani kama siji kaona nini humo sielewi. Ukalala hiyo siku.
Jamani, kesho yake asubuhi mwanangu hanaga ile kawaida, siku amka amegarambuka amefanya nini? Dokta akawa anashusha chini. Akawa analilia umshushe chini kwa mara yangu ya kwanza. Nikamshusha chini mtoto. Wewe. Huyo anaanza kutembea. Huyo akachangamka mtoto yule. Huyo wewe. Unajua nikasema hivi naota unafanya nini? Au ni kweli? Au ni kweli? Sijakaa sawa. Kwa sababu kwanza mimi kama nafanya mwanga tukenda ndani. Simama hivi mtangazo anatembea. Kwa mara ya kwanza mtoto anaonyesha dalili za kufanya nini? Za kutembea. Ndio. Miaka 2 na miezi 3. Miaka 2 na miezi 3. Nasema naota au macho yangu. Ikabidi nifanye nini? Ile dada anaona kazi zake ndio. Ngoje. Hii mchukue nini na. Ile dada aliporudi nikafuatilia tena. Kama bahati. Naona namba zile. Sema lazima niende na kaini. Nikatoe shuhuda. Nikawa nampeleka mwanangu, tunasema watoto wengi jamani. Kachangamka mpaka sasa hivi analia mwenyewe. Mama anaonyesha. Ndani ya miaka mingapi? 2 na miezi 3. Mtoto alikuwa hata haonyeshi dalili yoyote. Na tangu ni nimwogeshe hiyo saumu na mkaa. Naona jamani Mungu hata ndio nirudi. Kuna mtu nikakutana akaniambia, "Wewe mbona mwanao kapendeza hivi?" Nikamweka hivi. Kanipendeza na kapaka hata mafuta. Unajua kiuhalisia hapo ni nguvu ambazo zilikuwa zimekufunika wewe na mwanao. Ndio. Lakini pia hicho kitunguu saumu na mkaa pia na wewe oga hata mara 3 unapotoka hapa, na mwanao pia muogeshe. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vimesimama vya ulimwengu wa kiroho vya kichawi vinaondoka. Unajua sometimes nguvu za kichawi zinapokutana na nguvu ambazo ile dawa inafanya kazi, uchawi unakuwa unayayuka. Kwa hiyo mimi nakupongeza kwa vitu vidogo, lakini imeji ushatoa hela kwa waganga, kwa wachungaji, lakini umekuja kupona kwa kitu kidogo. Dokta. Yaani sasa hivi mwanangu yeye mwenyewe sawa, kuna gari fulani hivi kwa jirani anakimbia, anashika kama watu sijui amshikie sijui anaendesha mwenyewe. Alafu kama apendeke sijui wapi. Sijui mwoga sijui nini. Kama mkiwa hawa mtu sasa hivi anasimama peke yake. Mimi mwenyewe nilipooga nilioga na mimi. Nilipooga yani maji ya kutoka mimi ndio hata siamilika hata dukani. Nikienda hata nimeweza hata mimi hapo. Nisaidike kidogo. Nikipaka hata yale mafuta. Kuna nuru fulani. Sasa hivi naona angalau nao. Dokta mimi mwenyewe hapa nina matatizo kila nyumba nao kama mimi. Nikikoga nataka na mtu kidogo. Unaonekana na makosa. Sijawahi kuwa na sijawahi mimi kuwa na hata tatizo dokta. Kila nalo nifanya liendi. Nishawahi kufungua biashara hapa. Hapa nilipo hapa. Semaje? Wewe niende kwa dokta. Ya shilingi ngapi? Nitauze kitanda changu. Mimi nipe na kodi. Mimi sitokutibia kwa hela. Huu shuhuda tu unatosha. Mimi nimefurahi kwamba mtoto kasalimika, lakini pia kuna vitu vinaondoka. Mimi siwezi kukutibu kwa hela, nitakusaidia, nitakutibia, lakini pia ushuhuda wako unaweza kuona ni kitu kidogo, lakini kina motivate watu. Ushuhuda kama huu, wapo watu ambao wanatengeneza uongo. Yaani kwako wewe mimi, lakini wewe umeutoa ushuhuda kwa moyo wako. Ni moja na mtu na moja ya yaani wewe ni mtu, yaani wewe ni nani kabisa, mtu wa kweli kabisa, mtu amini asiamini, wewe ni mtu wa kweli unayetumiwa na Mungu. Asante sana, mimi nashukuru. Mimi naomba kitu kimoja dokta, kama utajali. Sina mtu mimi wa kunisaidia. Mimi hata nikianguka hata hapa. Sasa nisaidie, nimekutiliza mwezi huu. Nadaiwa kodi. Sina amani. Sina na shilingi ndio unayodaiwa. Yaani tunaipa 50. Okay. Mwezi mzima.
tunapishana, nina matatizo mengi, ila tunaomba tu nisaidie kwa hilo. Kodi, chakula, sina chakula, nahangaika sana, barua kupata ndio kukosa. Maisha yangu ni magumu sana dokta, nadhani unaona hata wewe. Wala usijali hivyo, mimi nimekuelewa, nitakusaidia. Yaani nashukuru sana, yaani nashukuru sana. Yaani kama utajali, yaani hata nitembeza nikapata kutumba. Yaani wewe mimi sikudanganya. Wewe si unaona? Mimi na matatizo mengi sana. Sawa, wala usijali, nimekuelewa. Hata sijui mwanaume hata kusema kuishi naye. Nakata kumoja tu mwanaume. Chanzo. Na ile yote unajua ilitokana na vifungo katika maisha yako. Kwa hiyo hapa utakaa sawa na biashara na maisha yataenda sana. Nashukuru sana dokta, nashukuru sana jamani. Maisha yangu magumu sana. Haina haja kupiga magoti, mimi nashukuru, wala usijali. Haina. Yaani hapa nakutana na nyumba. Nakutana na nyumba kingia akija tena ngaga base kabisa kwenyewe. Kwa na taji la wewe na natoka. Nisikutane naye. Pole sana, nitakusaidia, hamna shida. Nashukuru sana dokta. Nashukuru sana Mungu wangu na nashukuru sana, Mungu akubariki. Hamna shida, wala usijali. Akubariki sana. Usijali, mimi nitakusaidia. Sawa. Sababu mwanafamilia wako. Mimi mwanafamilia wako. Karibu sana. Nashukuru sana. Tayari wewe ni mwanafamilia kwa sababu mpaka umefika hapa. Hii yote ni kutokana cha kwanza Mungu, lakini pia uwezo aliotupatia yeye kabisa. Kwa hiyo mimi nashukuru pia hata shuhuda yako ni moja ya motivate kwa watu kupitia dawa, lakini pia hata hawa mnawaita wachungaji wengi wanatumia dawa hizi kwa siri, kwa maana hawataki watu wengine wawe na elimu ya kujua kwamba hii miti na mimea na wanyama ni vitu ambavyo vinaweza vikamsaidia binadamu. Sawa. Mimi nakukaribisha, karibu sana. Asante sana. Pia nashukuru kwa shuhuda yako. Sawa. Asante sana. Mwanangu nachanga, yaani mpaka siamini macho yangu. Yaani kwa kimweka tu hapa. Sasa hivi yaani anasumbua. Akiamka ile asubuhi yaani alivyoitwa anafanyaje, yaani ndio watoto wanapotakiwa. Sahihi, ni kweli, achangamke. Yaani nilikuwa hamna. Dokta, nakushukuru sana. Yaani Mungu akutunze. Asante sana. Ongezeni miaka mingi. Mimi sina cha kukuombea. Nashukuru sana.